watu wameingia katika dini, wameweza kujiingiza katika dini, wamesahau maandiko yanasemaje, na kuchunguza kule hawataki kujua ya kwamba ni nini haswa ambacho Mwenyezi Mungu alikuwa anahitaji kutoka kwao. Na mambo haya yote tutakuja kuiangalia tutakapokuwa tunaendelea. Sasa siku hii ya leo tutakuja tuone ni nani alikuwa mwanzilishi wa familia. Naomba unipeleke kitabu cha Mwanzo 1:26-29 ama 7, tukiteremka na maandiko maalumu. Biblia inasema ya kwamba Mungu akasema, Bwana Mungu akasema, tumfanye mtu kwa mfano wetu, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, akatawale samaki wa baharini, na ndege wa angani, na wanyama, na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano. Asante mwalimu. Hebu kwanza tuweze kuangalia, na ndio tukasema ya kwamba hakuna mtu ambaye hayuko katika familia. Kila mtu ako katika familia, lazima anahusika kwa njia moja ama nyingine akuwe katika familia. Hakuna mtu, hata Mwenyezi Mungu mwenyewe ako na familia. Anasemaje mwalimu? Nasema ya kwamba 26 nasema ya kwamba ndiyo, Mungu akasema, hebu sikia, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Hajasema na nimfanye mtu kwa mfano wangu, anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu hata yeye mwenyewe ako na familia, na ndio maana anasema kwamba na tumfanye mtu awe kwa mfano wetu. Endelea. Kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, na wanyama, na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi, chini ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Endelea. Kwa mfano wa Mungu aliwaumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Endelea mwalimu. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi, na kuutiisha, akatawale samaki wa baharini, wa angani. Sasa asante mwalimu, tunakuja tunapata baada ya Mwenyezi Mungu kuumba kila kitu ambacho kilikuwa kimefanya nini, ameweza kikukusudia kulifanya, akasema kwamba basi tutakuja tumuumbe mtu. Na hili jambo la kusema, Mungu hajasema kwamba na nimfanye mtu, alisema na tumuumbe. Na jambo ambapo tunakuja nasema, wakati unachukulia kibinafsi ambao unasema wacha nifanye jambo fulani, hilo inakuwa ni ubinafsi, na ile halikubaliki. Maana hiyo ubinafsi ndio uliweza kufanya shetani ataweza kurushwa kutoka juu mbinguni, kwa maana yeye alitaka, anaanza kuazimu katika moyo, nitapanda juu ya kiti cha Mungu. Basi hilo ndio lilimsababisha yeye akashuka chini. Lakini tunaangalia Mwenyezi Mungu ya kukuwa na familia, anasema na tumfanye, na akamfanya nani? Mwanadamu kwa mfano wake, akamuumba Adam. Na Adam, mwanadamu wa kwanza, Mwenyezi Mungu aliweza kumuumba kwa udongo, na alikuwa mkubwa, akakuwa mrefu wa kimo, na alikuwa amejaa misuli. Sasa ndio tunaona tunakuja tunasema kwamba alikuwa mkamilifu na alikuwa very perfect. Hakuna kitu ambacho alikuwa amekosa ama amekuwa alipungukiwa, kwa maana alikuwa amepewa uwezo. Mungu mwenyewe anasema tumuumbe kwa mfano wetu, kwa maana hata kwa kufikiria alikuwa anafikiria kama Mungu. Na sasa tunakuja na baada ya kutengeneza vile vitu vyote, Mwenyezi Mungu akampatia Adam. Baada ya kumpatia Adam, akataka kujua atawapatia wanyama ni ama majina gani. Na baada ya Mwenyezi Mungu kuweza kupatia Adam, alipatiwa familia ya wanyama, akapatia ile familia ya wanyama. Lakini Mwenyezi Mungu akakuja akaona ya kwamba Adam wakati amekaa pale, anaona wanyama wawili, wa kike wanapita wawili, akiona ni mbuzi wanapita wakiwa wawili, akiona ni ng'ombe wanapita
mbuzi, kondoo, ndege wanafurahia, lakini Adamu akakuwa na huzuni, hakukuwa na kitu ambacho ni cha kumfurahisha, na Mwenyezi Mungu akahuzunika, akasema basi nitamfanyia nini huyu mwanadamu aweze kumfurahisha? Mwalimu, naomba upeleke kitabu cha Mwanzo ni 2:18 tukiteremka. Mwanzo 2:18. Ndio Biblia inasema Bwana Mungu akasemaje? Vyema huyu mtu awe peke yake. Sasa baada ya Mwenyezi Mungu kuweza kuangalia, akaona kwamba Adamu hana ile furaha, lakini ndege wana furaha, akakuwa amejihuzunisha. Mwenyezi Mungu akasema basi sio, hakuona kitu ambacho kilikuwa kinampendeza Adamu, ndio akasema huyu mtu si vyema akae peke yake. Endelea. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akafanyisha kutoka katika ardhi. Basi kwa sababu wakati Mwenyezi Mungu alisema atamfanyizia mwanadamu ama Adam yule wa kufanana naye, Mwenyezi Mungu tunaona baadaye alikuja akamletea Adam uzingizi mzito. Baada ya kumletea uzingizi ule mzito, akaweza kumchukua ama akaenda katika ubavu, akatoa ubavu mmoja na akaweza akamfanyizia mwanamke. Na baada ya kumfanyizia mwanamke, tunaona ya kwamba, walimu, naomba uangalie pale ambapo anasema mwanadamu Adam akakuja akamuona Eve na akamwambia basi huyu atakuwa nani? Mwanamke, kwa maana ametoka katika nini? Nyama yangu. Mwalimu, nasema ya kwamba 22:23 nasema ya kwamba ndio, na ule ubavu aliotoa katika Adamu Mwanzo Bwana Mungu, ndio, na ule ubavu aliyeutoa Bwana Mungu akaufanya mwanamke. Endelea. Akamleta kwa Adamu. Naam. Adamu akasemaje? Sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu. Basi wakati Mungu alikwisha kutengeneza Adamu, ama akaweza kutengeneza, akichukua ubavu akamfanyizia mwanamke, akamletea. Basi unakuja unapata Adamu akafurahia, anasema basi huyu ataitwa nani? Endelea mwalimu. Endelea kusema ya kwamba na nyama katika nyama zangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Na ndio maana tunakuja unapata Adamu akafurahia baada ya Mungu kufanya hivyo, kwa maana alikuwa amempatia wanyama. Anaona Adamu hana furaha na wanyama, akaona basi jambo ambalo atalifanya vizuri ni amtwalie mwanamke. Mungu akaanzisha familia, na baada ya kufanyisha hiyo, tunakuja unapata kwamba Mwenyezi Mungu akasema ya kwamba basi akawapatia ruhusa wakaweze kuujaza ulimwengu. Na mambo hayo basi, watu wengi wao wanapoingia katika familia, kuna wale ambao ni theories ama watu ambao wanasayansi wanakuja wanasema ya kwamba ati mtu aliweza kutoka katika sijui ni nyani, wengine wanatoka alievolve. Mambo haya ati mwanadamu alikuwa kama nyani, akakuwa na mkia, akatoka akasimama. Hayo ni mambo yote ambayo yanadhihirisha kwamba hiyo ni uongo, kwa maana siku hizi hata zile nyani ambazo zipo hatujaiziona mwishowe zikakuja kukua kama watu. Na mambo haya yote tunakuja tunaangalia wakati Mwenyezi Mungu anaanzisha familia. Na hizi familia alikuwa na kusudi gani? Kusudi hilo tutakuja kuliendelea kuangalia. Naomba mwalimu unipeleke kitabu ni kile kitabu cha Mathayo 16 mstari wake ni wa kwanza. Tuweze kukuja kuangalia hata Yesu mwenyewe wakati alikuja katika dunia hii aliweza kuzingatia mambo hayo, na akasema ya kwamba je, familia ni nani alikuwa mwanzishi wake? Kwa maana unakuja unapata hata Yesu wakati alikuwa hapa duniani kuna mambo ambayo alikuwa anafundisha kuhusu familia, na alikuwa anaagiza watu warudi katika Mwanzo
ama katika kitabu cha Kutoka, kitabu cha vile vitabu za kwanza za Musa, watu waweze kuangalia, kusoma, waweze kujua mambo ambayo yanahusiana na familia. Inasemaje mwalimu? Mathayo 16 mstari wa kwanza. Ndio. Wakamjia Mafarisayo na Masadukayo. Wakamjia Mafarisayo na Masadukayo. Wakamjaribu. Wakamwomba awaonyeshe ishara itokayo mbinguni. Endelea. Akajibu akawaambia, Ukiwa jioni wasema kutakuwa na kianga. Endelea mwalimu. Kwa maana mbingu ni nyekundu. Na asubuhi mwasema leo kutakuwa na dhoruba. Naam. Kwa maana mbingu ni nyekundu. Endelea mwalimu. Mmetanda enyi wanafiki. Mstari wa 3 nasema ya kwamba, naam, enyi wanafiki mwajua kutambua uso wa mbingu. Wanajua kutambua uso wa mbingu. Ishara za zamani hizi hamwezi kuzitambua. Ishara za zamani hizi hamwezi kuzitambua. Endelea. Kizazi kibaya cha zinaa chataka ishara, wala hakitapewa ishara. Asante mwalimu. Tunakuja tunapata kuna wakati Yesu anaendelea na mafundisho yake, unakuja unapata ya kwamba Mafarisayo walikuwa wanavizia wakitaka kumtafuta ama wakitaka kumshika Yesu, kwa maana walikuwa wamejaribu kumtafutia mambo yoyote ambayo yanaweza msababisha aweze kuzika, lakini wanamuuliza mambo haya ya zamani hamwezi kuyafikiria. Anawarudisha pale, hawezi kuyatambua. Lakini haya, ikiwa jioni ama ikiwa na mawingu, wanasema itanyesha. Ikiwa kuko hakuna mawingu, wanasema yani wanajua kutambua ishara za dunia, lakini yale ambayo yaliweza kutangulia hawawezi yatambua. Kwa hivyo mambo haya tunakuja tunapata kwamba Mwenyezi Mungu yeye akianzisha familia anarejesha watu waweze kufikiria ama akuwarudisha katika yale mambo yanayoendelea katika dunia hii, lakini watu hawataki kuzingatia hayo. Na ndio maana utakuja upate kwamba kuna mambo mengi ambayo yapo katika familia, kwa sababu hatutaki kurudi katika sehemu zile ambazo zilikuwa za kwanza. Hawawezi kutambua ni kwa nini mambo haya yanatendeka. Na tunakuja tunaambia hata kuna wahubiri wengine ambao huwa wanasema ya kwamba mambo ya zamani ama vitabu za Agano la Kale hayo lilipitwa na wakati na wasiweze kuziangalia, na hilo ni makosa. Tunakuja tunapata kwamba Yesu mwenyewe wakati alikuwa anafundisha alikuwa anaagiza watu waweze kufanya nini? Waweze kurudi katika yale maandiko ya kwanza, na ndiposa kutoka hapo yanaweza kuja kutupatia mwangaza ni nini ambacho tunapaswa kufanya, ni nini ambacho hatupaswi kufanya, ndiposa tukaweze kuishi vyema katika ulimwengu huu. Jambo ambalo nitakuja nikuulize mwalimu, tumesema ya kwamba ndoa iliweza kuanzishwa na Mungu mwenyewe, na baada ya kuanzisha ndoa Mwenyezi Mungu akatoa masharti, akasema Waibrania 13 mstari wa 4 tuweze kupata kwamba Mungu akasema akatoa sharti kuhusu ndoa, na ndoa ikuwe na iheshimiwe na kila mmoja. Mwalimu, Waibrania 13 mstari wa 4. Biblia inasema ya kwamba ndoa na iheshimiwe na watu wote. Ndoa na ipate kuheshimiwa na watu wote, na malazi yawe safi. Kwa maana waasherati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Sasa kuna mambo ambapo tunakuja tunapata Mungu anasema ndoa na iheshimiwe. Ndoa na iheshimiwe na watu wote. Hajasema wale ambao wako katika ndoa, amesema watu wote. Iwapo wewe hujaweza kuingia katika ndoa, basi inapaswa uheshimu ndoa ya wale wengine. Iwapo wewe ni mtoto, inapaswa uheshimu. Iwapo wewe na malazi ipate kufanya nini? Mwalimu, kuwekwa safi, malazi iweze kuwekwa safi. Sasa mahali ambapo tunakuja unapata malazi sio ati ni kuamka asubuhi. Wewe unapoamka asubuhi unatandika kitanda unaacha, hiyo ni baadhi. Lakini wakati Biblia inaposema ya kwamba malazi iwekwe safi, kuna watu wengine ama wakati kama ni wa msimu huu wa sherehe, unakuja unapata msimu wa sherehe, wakati mama labda ameenda nyumbani, mzee ameweza kubaki katika mjini,
Sasa yeye kawaida yake ni kuweza kuleta michipuko katika ile nyumba na katika ile malazi ambayo wanalala na mkewe ama bwanake. Sasa wanachafua. Hiyo ndio tunaambia uweke malazi safi. Ama unakuja unapata mama yeye wakati ameteremka ameenda katika nyumbani, katika zile sherehe, yeye kwa maana haiko karibu na mkewe ama haiko karibu na mmewe, yeye basi anaenda anajichafua ama anajinajisi na watu wale wako kule. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema watu waheshimu ndoa na waweze kuweka hiyo ndoa ikuwe malazi, ikuwe safi. Tunapofanya hivyo tunamleta ama tunamkubalisha Mwenyezi Mungu katika maisha yetu, naye ataweza kuibarikisha ndoa zetu na zitaweza kumtii na kumuelekea yeye. Sasa hilo ndio jambo la kwanza, na tukasema kwamba Mungu ndiye mwanzilishi na Yesu alikuja kudhibitisha. Na sasa tukuje kuangalia Yesu naye wakati alikuwa anafundisha alikuwa anakusudia nini, ama alikuwa anataka wanafunzi wafanya. Kitabu cha Mathayo ni 5:27 hadi 29. Tuweze kuangalia Yesu naye wa Mafarisayo waliweza kuja kila wakati, wanamleta yani kumwandama kila wakati, waweze kujua ni nini ambapo alikuwa Yesu aseme kuhusu ndoa. Mathayo 5:27 28. Mwalimu, nasema ya kwamba mmesikia kwamba imenenwa usizini. Hebu sikia, umesikia kwamba imenenwa usizini, lakini mimi nawaambia. Anawaambiaje? Kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani. Soma vizuri mwalimu. Lakini naam, mimi nawaambia kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani, kila mtu atazamaye mwanamke kwa kutamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Endelea. Jicho lako la kuume. Asante mwalimu. Basi tunaposoma kitabu hicho chote unakuja unapata kwamba kuna mahali ambao Mafarisayo wanakuja ama wanafunzi wake wanamuuliza Yesu maswali, na Yesu anawaambia kwamba hata sio kuzini. Wakati unasikia kuzini wanafikiria kwamba ni kwenda kuchukua ama mke ama mume wa mtu ambaye ameoleka ama ameolewa, anaenda na yeye ama anakuwa naye tendo la ndoa, alapo hiyo ni kuzini. Lakini anasema kwamba kwa ajili tu ya kumtamani, kuangalia mwanamke na kumtamani katika moyo wako. Kwa hivyo ile kumtamani unaanza, kuna wale wanaume ambao wakiweza kuangalia mwanamke wanamtoa mavazi akiwa anatembea. Sasa already wameshakuwa na yeye katika hivyo tu, hali ya kumwangalia tu hivi, wao wanamtoa nguo. Sasa wanaanza kuangalia. Ndio maana Yesu anasema hivyo tu vile unafanya hivyo already umeshakuwa naye, na sasa ndio anasema hiyo bado ni kuzini. Na sasa mambo haya yote Yesu anakuja kuyathibitisha ama kukuja kutilia mkazo ya kwamba ndoa ni jambo ambalo ni la msingi, ambalo liliweza kuanzishwa na Mwenyezi Mungu. 19:3 hadi mstari wa 6 tutakuja kuangalia pale kitabu cha Mathayo. Tunakuja tunapata kwamba bado Yesu anakuja kuangalia, watu wanamuuliza sasa, wakati unapata mke wako ama bwanako amezini, ni nini ambacho unapaswa kufanya? Uweze kuangalia. Mwalimu, naomba unisomee 19 kuanzia mstari wake ni wa 5. Biblia inasema ya kwamba akasemaje? Kwa sababu huyo mtu atamwacha babaye na mamaye. Hebu sikia, Yesu anasema ya kwamba mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliwaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Basi anakuja anawapeleka tu bado katika kile kitabu za kale, anawaambia kwamba wakati Yesu Mungu anasema kwamba wakati alimpatia Adamu, na kwambia kwa sababu hiyo mwanaume atamwacha mwanamke, atamwacha mamaye ama wazazi wake, aambatane na mkewe, na hao wawili si wawili tena, bali watakuwa ni mwili mmoja.
Na sasa Yesu anakuja anasema kwamba kile ambacho Mungu ameweza kuunganisha, basi mwanadamu asifanye nini? Asiweze kutenganisha. Jambo hili ndio maana tunakuja tunaona Yesu Kristo mwenyewe alikuja kutilia mkazo ya kwamba familia ni jambo ambalo liliweza kuanzishwa na Mwenyezi Mungu, na hakuwa anataka mtu yeyote aweze kutenganisha. Wapendwa na wakazi wa wa Taita, tunashukuru sana kwa ajili ya kuweza kujumuisha familia hizi zote ziweze kutengeneza. Kama hakuna familia ambayo ingekuwa katika mji huu wa Matangi, hata ikiwa moja haingeweza itanishwa na hilo jina, lakini kwa sababu zote familia ambazo ziko hapa zote zimekuja kukaa hapa, na katika ile umoja na undugu inafanya kwamba sehemu hii inaitwa Taita na sehemu nyinginezo. Kwa hivyo watu ambao wako katika ndoa, wale ambao wanaazimia kuingia katika ndoa, Mwenyezi Mungu inapaswa tutakuwa tunaangalia wale ambao wako katika ndoa ni nini ambacho wanapaswa kufanya. Wale ambao wanaazimia kuingia katika ndoa ni nini ambacho wanapaswa kufanya na ni nini ambacho hawapaswi kufanya, kulingana na mujibu wa kitabu takatifu, kitabu cha Mungu. Na ndio maana tunakuja tunaona huyo ni jambo la kwanza. Mungu ndio mwanzilishi, Yesu akakuja akathibitisha, na hata Mtume Paulo alikuwa anaongelelea kuhusu masuala haya ya ndoa. Mtume Paulo wakati akiwa katika mafundisho yake alikuwa anafundisha na alikuwa anakemea kwa vikali. Tunaposoma kitabu cha Warumi kuanzia 7 mstari wake ni wa kwanza hadi wa 3, tutakuja kuangalia mambo yale ambayo alikuwa anaagiza wale ambao watu wako katika ndoa, ni lipi ambazo wanapaswa kukaa. Wale watu ambao wako katika wanakusudia kukaa katika ama kuingia katika ndoa, ni nini ambacho wanapaswa kufanya ndiposa waweze kumpendeza Mwenyezi Mungu. Mwalimu, Warumi 7 mstari wake ni wa kwanza hadi wa 5. Nasema ya kwamba hiyo, ndugu zangu, hamjui maana nasema na hao waijue sheria, ndio ya kuwa torati humtawala mtu wakati anapokuwa yu hai. Maana torati humtawala mtu anapokuwa hai. Kwa maana mwanamke aliye na mme amefungwa na sheria kwa yule mme. Mwanamke aliye na mme anaambiwa kwamba amefungwa na ile sheria ya kwamba wakati anapokuwa yu hai, wakati ambapo mtu akuwa hai, bali akifa yule mme, amefunguliwa ile sheria ya mume. Sheria ya mume inasema ya kwamba, ama sheria ya ndoa inasema ya kwamba usizini. Iwapo utaingia katika uzini, wewe umevunja lile agano. Na ndio maana Mwenyezi Mungu akaweka ile sheria, na anasema hiyo sheria inakuwa imekufunga hadi wakati mmoja wenu ataondoka pale. Na ndio maana tunaambiwa ya kwamba Yesu ama Mungu mwenyewe alisema mtu yeyote asiweze kuwatenganisha wale ambao wanaweza kufanya nini, wanaweza kukaa pamoja. Na ndio tutakuja maswali mengi tutakuwa tunaongelelea. Utakuja unapata kwamba kuna watu ambao wamejiingiza katika ndoa, lakini siku hizo unakuja unapata watu wanatalakiana ama wanaachana. Je, Biblia inazungumzia nini kuhusu talaka? Unakuja unapata siku hizi mtu anakuja ameoa leo, kesho anaachana, anapata mwingine. Sasa tutakuwa tunaangalia haya yote. Je, hiyo sheria ambayo Mwenyezi Mungu anasema ama imeweza kutufunga usizini inaashiria nini? Na ni kwa nini Mwenyezi Mungu alikuwa anaagiza mambo haya yaweze kutendeka? Mwalimu, naomba unipeleke Wakorintho wa kwanza mstari wake ni 5:1 hadi 2 tuweze kuangalia masuala haya na kwa upesi, tupote tukaweze kuangalia ni kwa sababu gani Mwenyezi Mungu alikuwa ameanzisha ndoa. Kwanza Korintho 5 mstari wake ni wa kwanza hadi wa 2. Nasema ya kwamba
lakini habari imeenea ya kuwa kwenu kuna zinaa. Kwa kuwa habari imeenea kwa kuwa kwenu kuna zinaa, na zinaa ya namna isiyokuwa isiyokuwako hata katika mataifa. Hata katika mataifa. Au ni Paulo ambaye alikuwa anaongelelea kanisa la Mungu, ambapo anakuja napata katika kanisa la Mungu kuna zinaa ambayo imeweza kutokea. Hata Paulo mwenyewe anasema hata katika mataifa haiko. Ni zinaa gani hiyo mwalimu? Kwamba mtu awe na mke wa babaye. Mtu awe na mke wa babaye. Unakuja napata siku hizi mtoto ambaye amezaliwa na babaye ameweza kuenda na mamake, amekuja kuna zile vitendo, ama anakuja anapata msichana anachukuliwa na baba yake, ama anachukua mambo ambayo hayatendeki. Na wakati tunakuja unasema, wakati Mwenyezi Mungu anakuita katika dunia, anakuweka katika hali ambayo, ama anakuweka katika familia. Kitabu cha Mathayo mwalimu 18:16, ambapo unakuja unapata kwa nini Paulo anasema iko katika zinaa ambayo haiwezi fanyika katika mataifa, wakati Mwenyezi Mungu anakuokoa kutoka katika ulimwengu huu. Anasemaje mwalimu? Nasema ya kwamba kama hasikii, chukua pamoja nawe tena mtu mmoja au wawili. Mwalimu unasema kitabu gani? Mathayo 18:16. Asante. Naomba uweze kuniangalia kitabu 16:18. Nasema ya kwamba nami nakwambia wewe ndiwe Petro. Haya, unakuja unapata ya kwamba kuna jambo ambalo lilikuwa linaendelea. Yesu Kristo akakuwa katika na wanafunzi wake, akawauliza wanafunzi wake ya kwamba watu wanasema mimi ni nani huko? Na wakamjibu, wengine wanasema ni nabii, wengine wanasema ni Yohana Mbatizaji amefufuka. Na Yesu naye akawauliza, na nyinyi mnasema mimi ni nani? Anasemaje? Leo kusema ya kwamba na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Najua anawaambia Petro Bariona, anamwambia kwamba na juu ya mwamba huu ndio nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Haitafanya nini? Haitakushinda. Kwa hivyo wakati Mwenyezi Mungu anakuondoa katika ulimwengu, anakuleta, ako na kanisa lake specific ambayo anakuweka ndani. Na ndio maana unasikia Paulo anasema ya kwamba zipo aina ama zinaa zinaendelea katika yenu, ambapo hata katika mataifa hazipo. Sasa anasema niko katika zinaa inaendelea katika kanisa, ambalo hata kwa ile mataifa watu ambao hawamjui Mwenyezi Mungu hawawezi hata kufanya hivyo. Mtu kukua na mke wa babaye, ama mke kukua na mtoto wake, mambo yanaendelea zinaa katika eneo hili. Kwa hivyo kuna mambo mengi Paulo anapofundisha. Hata unaposoma vitabu cha Efeso na kule unapata anatuelekeza vizuri namna tunapaswa kukaa katika familia. Sasa jambo ambalo hatutaweza kuangalia hilo kwa sasa, tutataka kuangalia, je, Mungu wakati alikuwa anaanzisha familia alikuwa na kusudi gani? Kusudi ambalo alikuwa nalo ni la nini? Wewe kuanzisha familia. Na mwalimu, ndio maana nikasema ya kwamba tuweze kuiangalia kwa undani sababu zile ambazo Mwenyezi Mungu alikuwa na kusudi la kuweza kuanzisha familia. Jambo la kwanza ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa anataka familia ziweze ilikuwa ni kukua na companion, ama kuweze kukua na umoja, kuweze kuwa na umoja ama ile kufarijiana. Hiyo ndio ilikuwa sababu ya kwanza ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa anakusudia jambo hilo, watu waweze kukua kwa pamoja. Na hiyo ndio ilikuwa kusudi ya kwamba, kwa maana wakati Mungu anasema alikuwa anakuja anapata Adamu alikuwa peke yake.
na hakukuwa na furaha, lakini wakati alimpatia mwanamke akakuwa na furaha. Kwa hivyo ilikuwa ni mtu ya kuweza kukua kwa pamoja, kuleta companionship, ya kuweza kuwasaidia kuleta furaha katika familia hiyo ambayo Adam aliweza kumpata mkewe na Mwenyezi Mungu. Baada ya hiyo hata Mungu mwenyewe akafurahia na akamwambia kwamba basi endeni mkazae na mkaijaze dunia. Jambo la pili ambalo Mwenyezi Mungu, mwalimu, naomba unipeleke katika kitabu cha Mwanzo, ni 2:27. Nasema ya kwamba Mwanzo ni 2:27. Tunaambiwa ya kwamba sasa wakati gani, wakati watu wanaingia katika ndoa, mambo haya huchanganya, lakini tunapomtumainia Mwenyezi Mungu anatupatia suluhisho na tutaweza kuyafahamu. Mwanzo ni 2:27. 27 kitabu ni cha Mwanzo. Sema ya kwamba Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, na kwa mfano wa Mungu aliwaumba wawili, mwanamke na mwanaume. Naendelea kusema, ndio Mungu akawabarikia, Mungu akawaambiaje? Zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi, na kuitiisha, mkawatawale samaki wa baharini, hiyo angani, na kila kiumbe chenye kutambaa, na kila kiumbe chenye uhai juu ya nchi. Sasa jambo la pili, wakati ama kusudi ambalo Mwenyezi Mungu alikuwa na kusudia wanadamu ama kuanzisha familia, ni watu waweze kuzaa ama waweze kuzaana, waijaze dunia. Na ndio tunakuja tunapata kwamba hilo ndilo lilikuwa kusudi la Mwenyezi Mungu, ya kwamba watu waweze kuzaa ama waweze kuzaa, wajaze dunia. Lakini tunakuja tunapata kwamba wakati wanadamu walikuwa wameweza kuzaana na wakakuja wakaangalia, wakajikusanyisha mahali pamoja, wakataka kuweza kujenga mnara wa Babeli ili waweze, hawakuwa wanataka kutambaa kote duniani. Wakasema ya kwamba basi na wajitengee jina, walikuwa wanataka kujitengea jina, na wakaanza kutengeneza mnara wa Babeli. Na wakati walikuwa wanatengeneza mnara, Mwenyezi Mungu akasema atashuka, kwa maana watu hawa wameweza kushikana. Ndio maana tunakuja napata walikuwa na usemi mmoja, lakini kwa sababu Mungu haikuwa kusudi lake wanadamu waweze kukaa mahali pamoja, walikuwa wakae, wasambae, wazaani, wasambae kote ulimwenguni, waweze kuijaza hii dunia. Ndio Mungu akashuka chini na akakuja akaleta tofauti ya lugha, akawapiga na malugha wakatofautiana. Kwa hivyo ndio maana walikuwa nakuja, kuna Wakikuyu, kuna Waluya, kuna Wajaluo, kuna wale ama mataifa yakatokea wengi. Ndiposa unakuja unapata hiyo ndio ilikuwa kusudi lake Mwenyezi Mungu, watu waweze kuzaana na waweze kuongezeka. Kwa hivyo wakati Mungu analeta mwanamke na mwanaume mahali pamoja, kusudi lake ni waweze kuzaana. Na hili tunakuja tunalipata katika kitabu cha Zaburi 127 mstari wake, mwalimu, 127 kitabu cha Zaburi kuanzia 3 tukiteremka chini 127 tuweze kupata. Yeye naye anakuja anasema ya kwamba watoto, kwa sababu wakati wanapata watoto nao wanapata wengine, na tunapoendelea hivyo tunakuja tunapata kwamba wote inafanya nini, inaweza kujazana. Na ndio maana unakuja hata tunapokuwa katika nyumba, sio vile tulianza tukiwa wawili, wakakuwa wengi. Baada ya kukua wengi, watoto wakatoka wakaenda mbali na sisi na wakaanza kuanzisha familia. Nao tena wanapoenda kuanzisha familia, wengine nao wanaachana, wanaenda hivyo, ndio uzaa. Lakini kuna watu wengine wanasema ya kwamba ati hilo Mungu hakukuwa anakusudia wanadamu wazaane jinsi wanavyozaana siku hizi. Ndio wanakuja na historia kwamba ati kwa sababu tunda, una lile tunda ambalo anasema nyoka alidanganya mwanamke akakula. Wako na tofauti mingi ama wako na utafsiri mingi sana kuhusu lile tunda, lakini kila ambacho tutakuwa tunazungumza ya kwamba licha Mungu alikuwa amewaambia wazaani,
na hayo yote tutaweza kuangalia. Mwalimu inasemaje? Nasema ya kwamba Bwana asipojenga nyumba, wajengao wafanya kazi bure. Bwana asipolinda mji, yeye ulidai akesha bure. Hao wanakesha bure. Kazi yenu ni bure, mnaoamka mapema na kukawia kwenda kulala na kula chakula cha taabu. Yeye humpa mpenzi wake usingizi. Tazama, wana ndio ulinzi wa Bwana. Nisikia kwamba tunaambiwa tazama, wana ndio ulinzi wa Bwana. ulinzi wa Bwana. Uzao wa tumbo ni thawabu. Ni thawabu. Kwa hivyo ni mibaraka. Thawabu ni zawadi ambayo inatoka kwa Mungu. Kwa hivyo watoto walikuwa wakuja katika ile njia ambayo Mwenyezi Mungu wenyewe alikuwa amekusudia. Sio vile watu wanakuja na hadithi mingi ya kusema ya kwamba ati watoto walikuwa wanakuja na katika njia ambazo wao wenyewe walikuwa wanatarajia kuifanya. Hilo ndilo jambo la pili ambalo Mwenyezi Mungu alikuwa anataka ya kwamba waweze ama kuanzisha familia ya kuweza kuleta watoto. Kwa hivyo nashukuru sana. Mambo hayo tunapoendelea, wapendwa wa Mungu, tutakuwa tunaangalia masuala na mambo yako mingi ambayo yanatuchanganya katika familia. Tutaweza kuiangalia kwa undani. Hiyo ni sababu mbili tu ambazo tumeweza kuziweka kwa nini Mwenyezi Mungu aliweza kuanzisha familia ambayo yeye mwenyewe aliweza kuianzisha pale katika shamba la Edeni. Na wakati ya kuanzisha pale tunakuja tunapata kwamba akawabariki na watoto. Wale watoto tunajua kwamba vile walivyokuwa wanaendelea, mwalimu atakuja kutueleza, mwalimu wa Biblia, namna hawa watoto waliweza kuendelea. Na wakati tunapata Abel anauawa na ndugu yake Cain, baadaye tunapata mama yake ambaye ni Eva akabaza kupata watoto, na hawa watoto kizazi kile kikaendelea pale hadi tunapofika katika kizazi cha Abrahamu. Kwa hivyo wapendwa wa Mungu, kuna watu wengi ambao kuna changamoto ambazo zinatokana na familia zetu. Kuna watu ambao Mungu ameweza kuwabariki watoto, lakini watoto hawa sio watiifu. Watoto wameweza tu kufuata njia zao, lakini hili sio jambo ambalo litaweza kukusumbua akili. Ndio maana tukasema kwamba tutakuja kuangalia ni familia gani ambayo Mwenyezi Mungu, iwapo tutaweza kuifuata Biblia kama mwongozo wetu katika familia zetu. Kuna mambo mengi sana ambayo tutakuwa kuangalia kwa sababu yanatendeka, ni vile hatuyazingatii. Kwa maana Mungu anasema mnayachunguza maandiko kulingana na kitabu cha Mathayo 22:29. Kuna mambo ambayo tunakosa kuyafahamu, lakini tunapojua ukuu wa Mungu, basi kuna mambo ambayo sisi wenyewe tutaweza kuyatengeneza. Na ndio wakati Yesu anaporudi atakuja apate kwamba familia zetu zimeweza kusimama. Familia katika sehemu ya Taita zimeweza kusimama, na hiyo familia Mungu amekujia ikuwa ni familia moja ama mbili ambayo itaweza kumcha, ambayo itaweza kuitoa uzao ambao ni wa kumtukuza Mwenyezi Mungu. Na wapendo, tutakapofanya hivyo tutakuja tuone kwamba familia zetu, watoto wetu watakuwa wakimpendeza Mungu na kuwapendeza hata wanadamu. Watakuwa kwa kina wakiwafurahisha wanadamu na wakimfurahisha Mwenyezi Mungu. Na hivyo utakuja unapata hakutakuwa na wizi. Ndio maana unakuja unapata kwamba mahali ambapo kuna watu ambao wanamjua Mungu ama kuna madhehebu mingi, unakuja unapata ndio sehemu ambayo kuna changamoto ama ndizo familia zimeweza kuharibika. Kuna mambo ya wizi inaendelea, kuna mambo ya uasherati inaendelea. Na haya yote yanatokana na nini? Ni kwa sababu licha ya kukua katika na dini katika eneo letu, hatuwafundishi ama tufundishi familia zetu namna ya kukaa katika familia zetu na namna ya kuweza kumpendeza Mwenyezi Mungu. Na mambo mengi huwa yanatokea katika familia ili iweze kuturudisha katika nini? Katika kumjua Mwenyezi Mungu. Tunapofanya hivyo, Mungu naye yuko radhi kuweza kutusamehe dhambi zetu na kuweza kuturudishia, kwa maana anasema niko tumaini kwa ule mti ambao umeweza kukatwa.
wakati utakuwa na tumaini ya kwamba ataimwagilia maji. Wale watoto wako wamekuwa hawaendi katika njia ambayo inafaa, familia yako imekuwa na changamoto, lakini tunapomtumainia Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ndiye atakayeleta mvua, na huo mti utapata tumaini, itaweza kuchipuka tena. Kwa hivyo utarudisha familia yako katika njia ambayo ni ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ya wakati itaweza kukomea hapo kwa siku ya leo. Kesho tutakuwa tunaangalia sehemu ya kila mmoja ambayo ni wazazi, ambao kwa sehemu ya mwanamke, sehemu ya mume na hata sehemu ya watoto. Mambo hayo tutakuwa tunaangalia, kwa sababu unakuja unapata kwamba kila mtu katika familia alikuwa amepatiwa nafasi yake, lakini licha ya kuweza kupewa nafasi yake, kila mtu ameacha nafasi yake, anachukua nafasi ya mwingine. Inaleta mtafaruko na hayo, ama inaleta kuchangamanya, inaleta mambo ambayo tungeweza kuyatasuluhisha ama tungeweza kusuluhisha sisi wenyewe. Licha ya hayo yote, Mwenyezi Mungu tukimweka kipaumbele, mambo hayo tutaweza kuiangalia kwa undani na Mungu ataweza kutubariki. Kwa hayo machache na mengi, tunaomba tuweze kupata ombi kufungia hapo, tumpishe mwalimu mwingine wa ufahamu Biblia. Tunaomba. Utupendaye Baba wetu uishie juu mbinguni, tunakuja mbele zako tukiwa na wingi wa shukrani kwa yale yote umeweza kututendea katika maisha yetu. Tunanyenyekea miguuni pako tukiomba Baba utusamehe kwa wale ambao tumeweza kunena, kutenda na hata kuwaza kinyume na mapenzi yako. Tumeweza Baba kukosea kama sisi wanadamu, tunajikwaa katika njia mbalimbali. Licha ya hayo yote, tunaomba Baba utupende, utuangalie kwa macho ya upendo na macho ya huruma, kwa maana wewe ni mwingi wa upendo na ukasiriki haraka. Tusamehe kila familia ambayo iko katika sehemu hii na ile ambayo anatusikia wakiwa sehemu mbali. Mtakatifu wa mbinguni, tunaomba tulete dhoruba katika familia hizo, na ndiposa Baba familia zetu zikaweze kusimama na zikaweze kukutii katika ile njia ambayo inakupasa. Baba, tunakabili sehemu hii mikononi mwako, tukiomba Roho yako Mtakatifu akazidi kutuzingira na akazidi kutufundisha na kutukumbusha yale yote ambayo Baba tunastahili kuyafanya. Na ni kupitia jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amina. Kwa karibu kwa nyimbo mbili.